tupokee ushauri, tupokee maombi, na kama alivyosema Dr. Wanga, hata pongezi pale inapobidi kupongezwa, ili kuona sekta yetu ya utalii maliasili tunaendaje kuipeleka mbele. Kwa hiyo hivi ni vikao vya dialogue, na ndio maana Mheshimiwa Rais katika falsafa yake amekuja na 4R. Anasema lazima tufanye reforms, lazima tufanye reconciliation. Sasa reconciliation ndio majadiliano, ndio dialogue zenyewe. Lazima tuende kwenye rebuilding, na ndio maana mwisho wa siku tunakuwa wahimilivu, resilient, zile R&E, na ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono yake makubwa, kwa maelekezo yake, na kwa kweli minutes za vikao hivi mwisho wa siku vinafika at a national level ambako Mheshimiwa Rais anachair vikao hivi. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Natambua kwa kweli wengi wenu mmesafiri kuja kushiriki mkutano huu. Nipende kabisa kuwakaribisha katika mkutano huu unaofanyika hapa makao makuu ya nchi Dodoma. Ninafurahi kukutana nanyi kwa mara nyingine tena katika mkutano huu muhimu utakaojadili maendeleo ya sekta ya utalii nchini, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya taifa ya utalii. Katika sera ya taifa ya utalii tunasema tutakaa pia na wadau na kupata maoni na mawazo yao. Ndugu washiriki, ninapenda kusema kwamba mkutano huu ni mwendelezo wa utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema awali, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Biashara Tanzania, National Business Council. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 13 wa Baraza la Taifa la Biashara uliofanyika makao makuu ya nchi hapa Dodoma tarehe 7 June 2022, alielekeza kwamba vikao kama hivi ni muhimu kufanyika. Hivyo wizara yangu kimsingi imedhamiria kwa dhati kabisa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji katika sekta ya utalii ili kuchangia kikamilifu kabisa katika uchumi na maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Sekta ya utalii, nyinyi ndio mnajua, inatoa ajira za kutosha. Pato la taifa sio chini ya 17%. Fedha za nje sio chini ya 25%. Lazima tukae kikao kazi, tuzungumze, tuyajenge. Aidha, kama mnavyofahamu, dhamira hii pia inaenda sambamba na utekelezaji wa malengo ya kimkakati ya uendelezaji na utangazaji wa utalii nchini. Ndugu washiriki, wizara imeendelea kutekeleza mkakati mbalimbali ya kukuza utalii, ikiwa ni pamoja na kuimarisha utoaji huduma, miundombinu ya utalii na utangazaji wa vivutio vya utalii kwa kutumia mbinu mbalimbali, ikiwemo masuala ya filamu maalum ya Tanzania The Royal Tour, ambayo rais mwenyewe ameenda kuambia duniani kwamba huku tuna vivutio, karibuni na Amazing Tanzania. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Kufuatia utekelezaji wa mikakati hiyo, idadi ya watalii hivi sasa imeendelea kuongezeka takriban milioni 5.3. Asante kwa serikali, lakini asante kwa nyinyi wadau, ndio mnaotupokelea watalii na kuwafikisha maeneo salama, na mwisho wa siku mnahakikisha wamerudi kwao majumbani salama. Asanteni sana wadau wetu kwa usalama huo. Lakini watalii wa ndani tayari tunao milioni 3.2 na watalii wa nje milioni 2.1. Maana idadi ya watalii wa ndani, ule muamko umezidi kuongezeka. Hii ni jambo la kujivunia sana, kwa sababu wakati mwingine kama kuna changamoto ya uviko, tunategemea watalii wa ndani. Na mapato yanayotokana na shughuli za utalii, mapato dola za Kimarekani bilioni 3.3. Kufuatia ongezeko hilo, Tanzania imetajwa na shirika la utalii duniani, yani UN Tourism, kuwa nchi ya kwanza Afrika kwa ongezeko kubwa la watalii wa kigeni ikilinganishwa kabla ya uviko. Sasa hivi tuko bilioni 3.9 dola za Kimarekani. Asanteni sana. Ndugu washiriki,
utalii duniani UN Tourism kupitia taarifa yake ya World Tourism Barometer ya Januari 2024 imetambua Tanzania kuwa ni miongoni mwa nchi zimevunja rekodi ya idadi ya juu ya watalii wa kimataifa. Tunasema best performing destination January to December 2023. Kadhalika Tanzania imeshika nafasi ya 12 duniani kwa ongezeko la watalii, ikitanguliwa na Uturuki, Qatar, Saudi Arabia, Albania, El Salvador, Colombia, Andorra, Ethiopia, Jamhuri ya Dominican na visiwa vya US Virgin, na baadaye inakuja Tanzania. Kwa hiyo tuko vizuri jamani, makofi mengi sana. Tuko vizuri. Ndugu washiriki, Tanzania imeendelea kutambulika kitaifa na kimataifa na kupata tuzo mbalimbali za utalii kwa mwaka 2024. Baadhi ya tuzo hizo ni pamoja na eneo linalovutia zaidi kiutalii, Africa's leading destination, eneo linaloongoza kwa utalii wa safari duniani, world's leading safari destination, na hapo ndio wale wenye magari mnasema mnatembelea limousine unaona mchango wao, yani tuna assemble humu hatuagizi, si ndio? Manake mambo yetu tunajitosheleza jamani, hongereni sana, hongereni sana. Lakini hifadhi ya taifa Serengeti kuendelea kuwa hifadhi bora duniani, mlima Kilimanjaro kuwa kivutio bora cha utalii barani Afrika, Africa's leading tourism attraction, pamoja na bodi ya utalii Tanzania kuwa bodi bora Afrika. Ndugu washiriki wenzangu, pamoja na mafanikio hayo, tunatambua umuhimu wa ushiriki wa sekta binafsi katika ukuaji wa sekta ya utalii, ikiwemo shughuli za utangazaji, na nimeona Tato na members wenu mnakwenda kwenye masoko mbalimbali kule Uingereza, Fitur, Spain na maeneo mengine Germany. Kwa kweli tunawapongeza sana, mko vizuri, endeleeni na kazi hiyo, hongereni sana. Kwa hiyo kuna shughuli za utangazaji, lakini kuna shughuli za uendelezaji na uboreshaji wa mazingira ya biashara ya utalii. Hapa ndipo tunataka maoni yenu. Tuzungumze kuhusu uboreshaji wa mazingira ya biashara ya utalii. Kuna masuala ya sera, kuna masuala ya sheria. Hapa leo tunataka watu wafunguke, tubadilishane mawazo, ndio dialogue yenyewe. Nipende kutoa rai kwamba tuendelee kushirikiana katika kusimamia na kuendeleza sekta ya utalii kwa maslahi mapana ya taifa. Aidha, mikutano ya namna hii ina umuhimu mkubwa sana na inatoa fursa kuwasilisha mchango utakaowezesha maendeleo ya sekta ya utalii. Mkutano huu ni muhimu sana kwa sababu unawakutanisha serikali lakini pamoja na wadau. Na kama tunavyojua siku zote, utalii na uhifadhi sio jambo la kwetu serikali peke yetu. Ni jambo la nchi, ni jambo la wadau ambao kila mmoja ana nafasi na mchango kwenye mafanikio ya sekta zetu hizi. Kwa hiyo tunawapongeza kwa mkutano huu. Na sisi kama bunge ni wito na ushauri wetu kwamba mikutano hii iwepo mingi zaidi ili mpate nafasi ya kusikia, lakini pia tupate nafasi ya kujifunza. Wako wadau ninaamini wana uzoefu wa kutosha kwenye sekta hizi, pengine kuliko hata baadhi ya watendaji wetu serikalini. Kwa tukiwapata kwenye fursa na mikusanyiko kama hii, ni sehemu nzuri ya kujifunza, lakini kujua kwa uhalisia zaidi nini kinaendelea na wao wanaonaje kwa upande wao, ili tusaidie kufanyia kazi na kuboresha yale ambayo tunataka tuboreshe kama nchi. Sisi kama bunge tuliwahi kufanya wakati mmoja, Mheshimiwa Waziri ulikuwa hujaingia bado wizarani, tuliita wadau kwenye sekta za utalii na uhifadhi. Tukawa na kipindi cha kamati cha mkutano mmoja kwa maana wiki mbili, ambacho chote ilikuwa kazi yetu ni kusikiliza wadau. Tulifanya kwa mwaka jana na mwaka juzi, na tulipata mawazo mengi, tulipata changamoto nyingi, lakini tunafurahi kwamba kila tukutana nao huko nje kwenye vikao ambavyo sio rasmi, wenyewe wanakiri kwamba kwa sehemu kubwa mambo ambayo yalikuwa ni changamoto huko nyuma mnayafanyia kazi nyinyi kama wizara. Kwa jambo hili natia moyo na niwapongeza na wizara kwa jambo hili. Kwa ni wito wetu tu kwamba mikutano namna hii iendelee,
lakini na sisi kama bunge tutajitahidi kuendelea kukutana na wadau pia, ili wakati mwingine yale ambayo mtakuwa mmeshindwana serikalini au hamjaelewana serikalini au walikosa ujasiri wa kuyasema serikalini, basi kwa sisi wawakilishi wao watakuwa na ujasiri wa kuyasema, na sisi tutasaidia kuyafikisha kwenu, lakini kuwasimamia ili mambo yaweze kwenda vizuri. Ni bahati mbaya tu kwamba kwa utaratibu wa nchi yetu, kwa bunge letu tuko kwenye hatua za lala salama, lakini shughuli za kamati na shughuli za bunge ni shughuli endelevu. Kwa maana hata tukitoka hapa tukienda kwenye uchaguzi, bunge likirudi tena mwezi wa 11, kama yako ambayo yalikuwa yanapaswa kuendelea kusimamiwa yatawekwa kwenye utaratibu ambao watakaokuja pia watakuwa wanaendelea kuyasimamia. Lakini naamini wengi watakuwepo, kiwemo na Mheshimiwa Waziri, naamini Mwenyezi Mungu atakusaidia utarudi. Basi tutaendelea kuyafanyia kazi. Tutaendelea kuyafanyia kazi mambo haya ya wadau. Lakini kwa ujumla mkutano huu ni mzuri, mkutano huu ni muhimu, na sisi tunawatakia kila laheri kwenye majadiliano.